Somo langu la leo linasema usijilinganishe na safari ya mwingine. Unajua, moja ya changamoto kubwa ya sasa au tulionayo watu wengi ambao tumeokoka au wanadamu ni kujilinganisha. Tuna tatizo moja la kujilinganisha. Tunaona mtu amenunua nyumba, amejenga nyumba, tutajiuliza, mbona sisi bado tunapanga? Mbona sisi hatujajenga? Mtu anaolewa, ameoa, unajiuliza, mbona sisi bado tuko single? Mungu maana hatuoni sisi tuko single. Mbona wenzetu wanaolewa kila siku tu, wenzetu wanaolewa? Lakini pia mtu anapata kazi nzuri, sometimes biashara yake inakuwa, anasafiri, ni safari kibao, anapata watoto. Lakini ghafla tunaanza kuhisi kwamba maisha yetu yamesimama. Na huku kusimama kunatokana na nini? Ukimtazama mwenzako, ukitazama alivyofanikiwa, ukitazama vile ambavyo anapata kitu, ukitazama vile ambavyo mambo yake yanaenda, unaanza kusema, unaanza kujilinganisha. Na mimi singekuwa na kile, na mimi singekuwa na kile. Sasa hii kitu iko ndani ya watu wengi sana. Tunakuwa tunajilinganisha. Lakini neno la Mungu linatuonyesha kwamba kila mmoja ana safari yake. Kila mmoja ana kile kitu ambacho Mungu anataka yeye akifanye. Safari ya kwako na ya mtu mwingine ni tofauti kabisa. Tunaenda kuangalia Yohana 21:21 mpaka 22. Yohana 21:21 inasema, basi Petro akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akaye hata nijapo, imekupasaje wewe unifuate mimi? 22. Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akaye hata nijapo, imekupasaje wewe unifuate mimi? Petro akajilinganisha na Yohana. Sasa unajua, kuna watu wanapitia sehemu tofauti tofauti kabla ya kufika sehemu. Haimaanishi kwamba huyu ambavyo wewe unapita lazima na mwenzako apite vile. Haimaanishi kwamba gumu ulilolipitia lazima na mwenzako alipitie. Haimaanishi kwamba wewe kusoma kwako kulikuwa ni struggle lazima na mtu mwingine naye apitie ndio uamini kwamba amesoma. Haimaanishi kwamba wewe kuchelewa kupata mtoto kwamba na mtu mwingine naye achelewe kama wewe ulivyochelewa. Haimaanishi kwamba wewe kuwahi kupata mtoto lazima na mwingine awahi kupata mtoto kama vile ambavyo wewe umepata. Kila kitu kina ushuhuda. Kuna mtu anaweza akajenga ana miaka 25, kuna mtu anajenga ana miaka 60, kuna mtu anajenga amestaafu kabisa hayuko kazini. Ni kwa sababu kila mmoja ana safari yake. Sasa kinachokuwa kinatuumiza sisi watu wengi ni kwa sababu tuna compare. Mbona huyu amepata akiwa mdogo? Mbona huyu anaolewa katika mdogo? Yaani sometimes kuna kitu ambacho hakiji kwako kwa sababu sio wakati wako. Kina kitu chako ambacho ni kwamba kinakuja kwa wakati ule ambao Mungu anataka kije. Katika maisha kuna mtu anaweza akaanza biashara yake ndani ya mwaka mmoja ikawa very successful. Ikajulikana kila kona, ikatambulika, akafanikiwa. Lakini kuna mtu mwingine unaweza kuanza biashara miaka 15, biashara ndio ikaja ikashana. Na sio kwamba unakosea kitu chochote. Ni kwamba tu safari yako ni tofauti. Pengine kuna ushuhuda katika safari yako Mungu alitaka uoneshe. Kwa hiyo mara nyingi mtu akianza kukompea, mbona huyu biashara yake ya mwaka mmoja, mimi ninakosea nini? Yaani mara nyingi tunakuwa tumefungwa hapo.
Kuna mtu ambaye anatengenezwa kuwa tangu mtoto mpaka awe mkubwa, yaani unamuona rais anatengenezwa. Lakini kuna mwingine anatokea ghafla from nowhere anakuwa rais. Kwa sababu safari za watu zinakuwa zinatofautiana. Kuna watu tukisoma au tukifuatilia katika historia mbalimbali, kuna watu ambao wamekuwa marais lakini kupitia katika mapinduzi tofauti tofauti, wengine wakaenda kukaa uhamishoni, wengine wakafungwa, wengine wakateswa. Tunajua story ya Mandela na kila kitu. Lakini kuna mwingine from nowhere tu na akawa rais, hana struggle yoyote. Kwa kuna wengine utapitia jangwani mpaka kufika Ikulu, lakini kuna mwingine utatoka kwenye sehemu yako ya neema utaingia kwenye Ikulu. Kwa sababu safari zetu hazilingani. Sasa swali waga ambalo nataka watu wengi huwa tunajiuliza. Mara nyingi nasema kwa nini yeye yuko pale na mimi sipo? Swali lengi waga tunajiuliza, kwa nini yeye yuko pale na mimi sipo? Lakini swali la msingi ambalo nataka ujiulize wewe, nataka ujiulize kwamba Mungu anataka nifanye nini na safari yangu? Mungu anataka nifanye nini na safari yangu? Na sio kwa nini yeye yuko pale na mimi sipo. Sasa ukishajua Mungu anataka ufanye nini na safari yako, ni rahisi wewe kuiendea safari yako. Safari yako, chochote kitakachotokea katika safari yako, utakomana safari yako kwa sababu unajua Mungu anataka ufanye nini na safari yako. Unaweza kutamani kitu fulani kwa sababu umetamani, kwa sababu mtu fulani anacho, alafu ukapata, alafu kisiwe baraka kwako. Sasa tunaangalia Petro alijilinganisha na Yohana. Naomba mtumishi mwanzie Yohana 18. Akasema, amini amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Sasa Petro akamwona Yohana. Anauliza, Bwana, na huyu je? Petro alikuwa ametoka kupewa maelekezo ya safari yake. Yaani yeye Mungu anazungumza, Yesu anazungumza naye, anampa maelekezo ya safari yake. Anauliza kuhusiana na Yohana. Bwana, na huyu je? Sasa yaani yeye baada ya kuuliza more about safari yake, macho yake yakahamia kwa mtu mwingine. Safari yake yani anaelekezwa mwingine. Sasa Mungu anakuambia, hivi ndivyo nitakapokuongoza, hivi ndivyo ninapotaka uende. Lakini unaanza kusikia story ya mtu mwingine. Aliumwa siku 2 akapona. Mbona mimi ugonjwa nimekaa nao mwaka? Aliingia kwenye ndoa, ndani ya mwaka mmoja akapata mtoto. Mbona mimi nimekaa ndani ya ndoa miaka 5 sijapata mtoto? Lakini you never know, Mungu kuna ushuhuda aliokuwa anamtengeneza katika maisha yako, ambapo sometime alikuwa anataka upitie kile kikombe ili iweze kutimia. Niliwahi kufundisha nikakwambia kuhusiana na Yuda. Nikakwambia light kama Yuda asingemsaliti Yesu, nini kingetokea? Light kama Yuda asingemsaliti Yesu. Safari ya Yuda ilikuwa lazima aje amsaliti Yesu ili tuweze Yesu akamatwe tupate ukombozi. Sasa mara nyingi tunaangaliaga pembeni na kusema, je, Mungu anampa? Mbona anafanya hivi? Mbona anafanya hivi? Sometimes ukienda behind, ukifanikiwa, Mungu akifanikiwa kukuonesha kilicho nyuma ya huyu mtu, hutotamani hata kuchukua vile vitu vyake. Hutotamani hata kusogea.
Kwa sababu pengine anachopitia, yani wewe ukipewa kile kikombe uwezi, regardless ya kumuona ananawili, regardless ya kumuona ana furaha, regardless ya kumuona ana kila kitu, lakini pengine ukifunuliwa uweze kuona nini kinaendelea katika maisha yake, utakikimbia hicho kikombe. Kwa sababu huwa tunapenda kujilinganisha kwa vitu tunavyoviona kwa macho. Pengine ningekuwa ni mimi, pengine kwa nini mimi napitia hivi? Sasa Yesu hakumjibu Petro kwa kumpa taarifa kuhusu Yohana. Hakumwambia kuhusu Yohana hivi na hivi. Alimwambia una nini wewe? Wewe unifuate. Sababu sometimes anaona kwamba angemjibu kuhusiana na Yohana angempotezea muda. Hivi kwa mfano Petro alikuwa anataka kuhusiana na Yohana. Huyu je? Yesu angemwambia unajua huyu nimempa hiki, nimempa hiki, nimempa hiki. Automatically Petro angeanza kuwa interested na mambo ya Yohana. Mungu, mbona mimi hujanipa hiki? Mbona yeye umempa hiki? Mbona hivyo hivyo? Yesu akamwambia unifuate. Chana na hivi vitu vingine. Unifuate. Wewe unifuate. Naomba tushuhudie tena kusoma 22 hiyo. Anamwambia unajua wakati unajua katika miongoni mwa watu ambao wanapendaga na majibu yao ni Yesu. Wewe una nini? Wewe nifuate. Hali nitaka ningemwambia, yaani wewe unataka kujua kuhusu nini kuhusiana na huyu mtu? 22. Yohana 21:22 inasema, Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, nimekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Kama ningetaka huyu akae, yani ningemwambia wewe nifuate. Yaani mara nyingi tunapoteza muda kutaka kujua huyu kwa nini amefanikiwa. Yaani unashindwa kufuatilia safari ambayo Mungu amekupa. Nilikwambia kila mtu Mungu kwenye dunia hii amemwita kwa makusudi. Ana purpose ambayo Mungu anataka yeye aifanye. Sasa mara nyingi tunakuwa busy kutaka kujua maisha ya mtu. Huyu kana dagaa. Katoa wapi na dagaa huyu? Huyu na huyu. Na maisha yake tunakuwa tunaangalia katoa wapi? Huyu mwanaume kamtoa wapi huyu? Hawezi kupata mwanaume mzuri huyu. Swala la muda tu, tunampa muda. Wataachana tu. Tuko busy na mambo mengine, yani tunajilinganisha. Sijui kapata wapi mume mzuri. Mume wangu kimwangalia hata naye sijui yani huyu. Hata anipendi tu sijui nimemtoa wapi huyu mwanaume. Unaanza kukompea mume wako na mtu mwingine. Unaanza kukompea mke wako na mtu mwingine. So muda mwingi unakuwa busy comparing wazazi wako na wazazi wa mtu mwingine. Unajua kusikia mtu anasema, sijui wazazi wangu wa mimi nimetoa wapi. Sijui hata sijui Mungu. Yaani wa comparing. Sasa huko busy unaadimaya wazazi wa watu wengine, unasahau wazazi. Huyo wako ni wa kupambana naye. Yaani you cannot change mzazi wako, ndio Mungu amekupa. Alikuwa na makusudi ya kukupa huyo mzazi wako. Yaani hata kama ni mfupi wewe pambana naye tu, ni mama yako. Hata kama wewe pambana naye. Do not compare yourself to others. Yaani utapoteza muda. Mzazi wako hawezi kubadilika. Yaani bora upambane Mungu aweze kuweka mahusiano mazuri, uombe upate zile baraka hata za mzazi. Unapokuwa unajidisi sana, mbona mzazi wa mtu mwingine anafanya hivi? Mbona mume wa mtu mwingine anafanya hivi? Mbona mke, yaani unapoteza muda. Hakuna chochote kitakachokaa sawa. Comparing inapotezea muda. Yesu akamwambia, ningetaka afanye. Ningemwambia, wewe nifuate. Sasa katika wito wowote, Mungu hakukuita wewe ufuatilie mambo ya mtu mwingine. Mungu alikuita umfuatilie. Kanisani ukija unamfuata yeye. Amekuja mtu amechelewa zake sijui saa 5, wewe haikuhusu. Wewe fuata Yesu. Yesu anasema ufike saa 3. Amekuja mtu sijui amekuja anasema wewe haikuhusu. Yesu amesema umfuate yeye. Do not compare. Yaani watu hawafanyii kanisa, wanasema mbona watu hawafanyii? Mimi bwana ngoja nisie. Wewe kama umefagia wewe fagia. Chana na safari ya mtu mwingine. You are just comparing yourself too much na watu wengine. Ukisoma katika hiki kitabu ulijifunza kwamba unajua Petro
alitaka kujua mwisho wa mtu mwingine wakati yeye alitakiwa afuate. Petro anataka kujua mwisho wa mtu mwingine wakati alitakiwa afuate. Kwa sababu Petro alikuwa na swali kuhusu Yohana. Lakini Yesu alikuwa na jambo moja tu kwa Petro. Wewe unifuate. Yesu hakuangalia kumjibu mambo. Wewe nifuate. Safari kwa sababu kwa nini? Kwa sababu safari ya Yohana ingemchelewesha Petro. Petro alikuja kama mwamba wa kanisa. Unadhani kama angekuwa busy kushughulika na mambo ya Yohana angekuwa mwamba wa kanisa? Because the moment unaacha kufuatana na mambo ya vitu vingine, kujilinganisha, ndipo unapokuwa uweza kufocus kwenye mambo yako. Ndipo unaweza kufocus na wewe, ndipo unaweza kufocus na kujipenda, ndipo unapoweza kufikiria biashara yako, ndipo utafikiria jinsi ya kuokoa ndoa yako, ndipo utafikiria jinsi ya kumpenda mtoto wako, ndipo utafikiria jinsi ya kujiombea kwa sababu una focus na you, only you. Amen. Ndipo utakapoweza kusema mimi ndiye, regardless nimelala njaa leo lakini nitaamka tena. Regardless leo sijaonekana lakini nitaonekana tena. Regardless leo nimechoka kesho nitasimama tena. Kwa sababu hujilinganishi, uko busy na safari ambayo Mungu amekuitia. Amina. Kwa sababu unaangalia kile ambacho unajua Yesu alipotumwa, zile distractions zote zilizokuwa zinatokea kwake alifocus. Hata ambapo alichukuliwa akaenda akaonyeshwa milki na shetani alifocus. Hakutaka kukompea, yani alifocus kwa sababu alikuwa anaangalia ule wito ambao Mungu amemwitia. Hakujilinganisha. Milki za dunia, nitakupa hiki, atatuma malaika zake, atafanya nini? Focus. Sasa ni muhimu sana. Kitu kimoja watu wengi mara nyingi huwa tunaangalia, mfano tunaangalia nani amefanikiwa. Tunaangalia nani ameolewa. Mimi bora sijaolewa. Sijapata kazi. Kwa mara nyingi tunaangalia nani amenunua gari. Sasa mtu akinunua gari yale becoming a story. Nani amepandishwa cheo. Mimi nimefanya kazi hii ofisi miaka hii na hii, mimi sijapata cheo. Kwa nini na nini? Sometimes kuna watu wanagombania followers. Na followers wengi. Kanisani nani huyu ndiye anawaiga kanisani? Yaani nini? Lakini Mungu anasema wewe nifuate. Hilo ndio jambo moja la msingi. Naomba tusome Waebrania 12:2. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Macho yako yakikaa kwa Yesu, utaacha kupoteza nguvu zako kutazama watu wengine. Macho yako yakikaa kwa Yesu, utaacha kuangalia ndoa za watu wengine, utatazama ndoa yako. Macho yako yakimtazama Yesu, utaacha kuangalia kazi za watu wengine, utaangalia kazi yako. Macho yako yakifocus na Yesu, utaacha kuangalia biashara za wengine, utafocus na biashara yako. Mungu akupe maono mapya kwenye biashara. Mungu akupe kitu kipya kwenye biashara. Mungu akupe jambo jipya kwenye biashara. Kwa sababu unaangalia kuangalia yeye alienda China ni yeye mwenyewe, wakati wako kwenda China utaenda. Yaani usitake amefanya hivi na mimi nifanye. Unaenda kuingia kwenye madini, unapata watu wengi wanaingia kwenye madini kwa sababu wanataka kujilinganisha. Na mimi ngoja nikakope. Nije ninunue nani. Sisi tulikuwa tunakoaga. Kwa kuna sehemu wanahitaji line police. Yaani wale wa mama walikuwa ni wako polisi, yani wako busy kuvaa, yani yuko lazima akakope ili tudenya, yani pale wamjue. Yuko busy na mkoba hivi, lakini mwisho wa siku anatoka kuchukua mkoba, akipokea sio mpokea daktari yote anaenda kufanya shopping nguo. Kukompea, kujionyesha kwamba line polisi yeye ndio mama ambaye anavutia. Yeye ndio anayevaa, yeye ndio anayependeza kwa sababu anataka watu wamuone. Yani anajilinganisha, yani kusudi apate ile title. Anakompea. Mtu mwingine yani yuko busy unaweza kushangaa mtu mwingine yani kwa sababu nilikuwa na tuongea na mtu mmoja tunasaidiana.
na nilikuwa ni mshikaji wangu. Sijui na nini, toa sijui na nini, lele. Haya mwanamke zangu kabisa, amenenepa, amekuwa mnene, yani hata sijui nini. Yani anashinda tu kujiweka vizuri kama wanawake wenzake. Anakuwa mwembamba, yani anashinda kukipata muda zoezi. Ndio tatizo. Hadi amebadilika. Kwa hiyo ni nini hapo? Yani anashindwa kuangalia yule anatumia mfano mshikaji wetu mwingine mkake. Unaona mkake yani yuko vizuri, anajikipu, ananukia vizuri muda wote. Ndio tatizo. Yani kwani yule mtoto alizaa na nani? Dawe, si ndio umezaa ndio. Kwani wakati unamwoa alikuwa sasa kama ndio. Amebadilikia kwako kwa sababu yani amezaa mtoto wako. Sasa hamna, unajua lazima nikamwambia wewe unaweza kuongelea kumbadilisha kile kitu. Do not compare mke wako na mtu mwingine. Hawezi kulingana hata dakika moja. Ni kwamba hizo mabadiliko yale yametokea kwa sababu ni mabadiliko ya kibiolojia, hakuyataka. So kwa sababu wewe ulipokuwa mpeleke kule kwenye vile ambapo unataka awe, lakini usikompare. The moment unaanza kukompare na mtu mwingine, hutompenda tena mke wako. Kwa sababu utamwona yule ni zaidi, ligari atakachokifanya chote mke wako hutokipenda. Kwa sababu unakompare. Unalinganisha na mke wa fulani. Unalinganisha. Baadaye nikaa na mke wangu sasa anampenda tena. Nikamwambia usiku ukikompare mke wako huyu ndio wako inaisha. Kwa mara nyingi tunakompare. Mtu anakompare mume wa mtu mwingine na wake. Yaani anajikuta yule wako anaenda tena hampendi tena. Kwa nini? Kwa sababu tu amemwona mtu mwingine anahisi anampenda zaidi. Hapana. Ule unakuwa ni ule upendo wa hisia. Unajua yeye sema kwamba mara nyingi watu tunakuwa tunachanganyana. Kuna upendo wa hisia ambao mara nyingi unakufaga. Lakini kuna upendo wa agape. Yeye kwamba upendo wa agape unampenda mtu regardless. Awe nini? Awe mwembamba, awe nini? Kwa sababu unapenda moyo wake. Unapenda vile alivyo. So hata kesho akiamka ana chongo, wewe utampenda tu na chongo yake. Hata kesho akiamka ni mfupi, yaani umeshangaa tu ghafla imetokea muujiza ni mfupi, utampenda na ufupi wake. Yaani umeamka kesho sijui utampenda kwa sababu una upendo wa agape. Ule upendo ambao anazungumzia kwenye vitabu ni upendo wa agape. Yaani unapenda kitu huna maelezo. Nishakwambia ukiona mtu anaweza kukuelezea kwa nini anakupenda, jua hakupendi. Ni upendo wa hisia. Upendo wa agape huwezi kuelezea kwa nini unampenda, yaani hujui. Unajikuta tu unampenda. Yaani usipomuona unataka roho. Ukifanya hivi yaani upendo wa agape. Yaani hata kama utataka tu acheke, yaani utafanya shughuli acheke kwa sababu una upendo wa agape. Upendo huo ndio ambao hausudu, hauhesabu mabaya, haujivuni, hautafuti yani jambo baya. Yaani unakuwa upendo yani haubadilishwi kwa chochote. Huo ndio upendo ambao Mungu alikuwa anazungumzia. Kwa mara nyingi wengi tunakuwa tunavuta na ule upendo wa hisia. Unaingia kwenye ndoa kwa sababu ya upendo wa hisia. Baada ya muda upendo wa hisia ukiisha, unabaki wewe kama wewe. Kwa sababu upendo wa agape haupo. Upendo wa agape ndio ambao anazungumzia Yesu kwamba hausuda, hauhesabu mabaya, uvumilia, ustahimili. Yaani upendo yani unaangalia kitu na afu na kukichukulia kwa ukubwa, hauhesabu mabaya. Sasa pointi ya tatu tukiangalia, nataka tumwangalie Sauli na Daudi. Tukisoma Samueli wa kwanza kianzia 16, Samueli wa kwanza 16 1 mpaka 13. Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Nijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamuite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka, nao wakasema, je,
umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samweli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samweli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samweli. Samweli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samweli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama, anawachunga kondoo. Basi Samweli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, upo? Muulize, unajilinganisha na nani? Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme, lakini Daudi hakukaa kwenye kiti cha enzi siku hiyo. Daudi alipopakwa mafuta kuwa mfalme, alirudi machungani, akaenda kuchunga. Lakini tayari wakati huo Mungu amefanyaje? Alimchagua. Mungu alimteua. Aliendelea kuchunga kondoo. Tayari Mungu amemchagua. Sasa, lakini wakati huo Sauli alikuwa kwenye kiti chake cha mfalme, akiwa anafurahia ufalme wake. Lakini wakati huo tayari Mungu alishamkataa Sauli. Akaenda kumchagua Daudi. Daudi tayari alikuwa amechaguliwa kuwa mfalme, amepakwa mafuta ya kuwa mfalme. Lakini hakuwa mfalme siku hiyo. Sasa kitu ambacho nataka inatufundisha kwamba kuchelewa kwa matokeo yoyote katika maisha yako haimaanishi Mungu hajakuchagua. Kuchelewa kuolewa katika maisha yako haimaanishi Mungu hajataka uolewe. Kuchelewa sijui kupata kazi haimaanishi kwamba Mungu hajataka upate kazi. Si kuchelewa sijui kupata watoto haimaanishi kwamba Mungu hajakuchagua upate watoto. Ni wakati. Maana ni kwamba Mungu alimchagua. Kwa nini umesoma kwamba alimchagua Daudi, lakini Daudi alirudi kwenye kazi yake ya awali. Mungu alimkataa Sauli, lakini bado aliendelea kukaa kwenye kiti cha ufalme. Kwa kukaa kwenye kiti cha ufalme haimaanishi kwamba Mungu amekukubali. Ni wakati ambao Mungu anakuwa anauandaa, anataka wewe uende. Kwa hiyo maana anasema kwamba do not compare. Kila jambo lina hatua yake. Kila jambo lina majira yake. Mungu alipompaka mafuta Daudi, lakini alikuwa anamwandaa. Alimpaka mafuta alafu anamwandaa. Siku zote mara nyingi watu wanasema wanakuta watoto wamekataliwa, mara nyingi wanakuja wanakuwa watu wakubwa, wanakuwa sijui na nini. Kwa sababu wanakuta Mungu alikuwa na makusudi nao. Alikuwa anawaandaa. Kwa mara nyingi sisi kitu kikichelewa au mtu akipata Mungu akisema tunahisi kwamba Mungu hapana. Ndio maana kwambia usijilinganishe. Yeye amekuja amepata hiki, mwache aende. Sijui amepata, mwache aende. Sio wewe mwache aende kwa sababu safari yako ni nyingine zaidi. Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Lakini alikuwa bado kwenye mchakato. Ilimjilia Daudi kwa nguvu shwa. Alikuwa bado kwenye mchakato. Imagine Daudi angepewa na uchungaji wake ule, anataka kuchunga kondoo afu amewekwa dakika hiyo, afu dakika hiyo akaweka kwenye kiti cha ufalme. Sasa nini kingetokea? Disaster. Hana haelewi.
Kwa hivi vitu vingine ni kwamba vinakuja, Mungu anakupitisha. Unajua niliwahi kuambia kwamba kuna mtu mwingine kabla hajaolewa alikuwa ni mtoto wa mjengo, yaani ni mdada kweli kweli. Kwa hiyo akiolewa tu kesho yake haimaanishi kwamba huyu mtu ameshakuwa tayari kuwa mama. Inawezekana Mungu anampitisha kwenye ndoa za miaka 2-3 kumpeleka kwenye mchakato wa yeye kuwa mama. Kwa maana yake kuchelewa haimaanishi kwamba Mungu hajamwambia. Hapana, Mungu alikuwa anampitisha kwenye mchakato ili the moment anampa yule mtoto amejiandaa kuwa mama. Maana yake angempa labda ndani ya mwaka mmoja wa ndoa, maana yake huyu mtu hakuwa mama, alikuwa bado ni mdada wa mjini. Ilikuwa ni kwanza akae kwenye ndoa, aone ajione sasa ni mama. Alafu sasa Mungu aachilie kitu ndani yake. Kitu ambacho unatakiwa ufahamu ni kwamba mafuta yanaweza kuja kabla ya kiti. Ahadi inaweza kuja kabla ya utimilifu. So mafuta yanaweza kuja kabla ya kiti. Maana yake ni kwamba Mungu anakwambia ninakupa biashara, ninakupa ndoa, ninakupa kazi, ninafanya jambo jipya. Maana yake hiyo ni mafuta ya Mungu ameyaleta kabla ya utimilifu. Utimilifu unakuja kuonekana baadaye. Kwa maana yake ndio maana anasema focus na kile Mungu amesema juu yako. Usiangalie mazingira. Sometimes mazingira yanatukosesha vitu vingi sana kwa sababu tunaangalia Mungu amesema nitakuponya. Ukijiangalia kwamba unasema mbona hivi kila daktari anasema Mungu anasema nitakuponya. Hilo ndio jambo ambalo unatakiwa uweze kuliangalia. Ukisoma Daudi alikuwa ameshapakwa mafuta. Labda usome Samueli wa kwanza 24. Kwanza mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 24 mstari wa kwanza inasema, ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwako na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Na watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndio siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, naye utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alikuwa amepakwa mafuta kuwa mfalme tayari. Lakini Daudi alikuwa anakimbizwa na Sauli ili aweze kuwa. Lakini kumbuka mtu amepakwa mafuta kuwa mfalme. Na Sauli tayari Mungu amemkataa. Sasa hapo ndipo wengi huwa tunakata tamaa mara nyingi. Unasema kama Mungu ameniita, kwa nini napitia haya? Kama Mungu amesema ni ndoa ni ya kwangu, kwa nini napitia maumivu? Kama Mungu amesema hawa wazazi anawabariki, kwa nini napitia hivi? Kama Mungu amesema amenipa biashara, mbona biashara inayumba? Mbona biashara haisogei? Kama Mungu amesema hii biashara ni ya kwake, mbona hivi? Wengi wao tunakata tamaa hapo. Lakini kwa mujibu wa neno tulichojifunza kutoka kwa Sauli na Daudi, mtu ambaye tayari Mungu amempaka mafuta na mtu ambaye amekataliwa, mtu ambaye amepakwa mafuta na Mungu anakimbizwa na mtu ambaye amekataliwa na Mungu. Sasa wakati huo Daudi yuko huko machakani, aliyapitia yote haya. Daudi alipitia jangwani kabla hajawa ajaingia ikulu. Tena jangwani na mtu ambaye ni yeye Mungu amemkataa. Sasa hii inatufundisha kwamba usijilinganishe. The way ambavyo Mungu anashughulika na wewe ni tofauti atakaposhughulika na mtu mwingine. The way Mungu anashusha vitu kwako ni tofauti atakavyoleta na mtu mwingine. Kwa maana tulisema kwamba unajua kuna mtu weza akaolewa hata ndoa tatu. Alafu ndoa ya mwisho ndio ikampa furaha.
Kuna mtu ndoa yake ile moja ile inampa furaha to the maximum. Kuna mtu mwingine unajua, kuna mtu mwingine anaweza kuwa na miaka 20 akaolewa na baba wa miaka 50. Kuna mtu mwingine akaoana na yule wa kwake ambao ni just yani safari zinatofautiana sana. Kwa hiyo usitake kucompare na mtu mwingine. Yaani wewe unakuwa unaweza unahangaika, unasema unataka weupe, kumbe wako ni mweusi. Unaweza kuwa unataka awe mfupi, kumbe wako ni mrefu. Ukiona mrefu unasema yule mgongoti, kumbe ndio wako. So do not compare yourself. Sasa unajua nilikuwa wakati nikisoma hiki nilikuwa nasema Daudi, unajua Daudi labda angeweza kujiuliza, kama mimi ndio nimechaguliwa na Mungu, nimepakwa mafuta. Sasa mbona niko pangoni alafu yule jamaa ambaye Mungu amemkataa yuko ikulu? Lakini Daudi hakuangalia hiyo. Alipita akafuata utaratibu Mungu alikuwa anataka, kwa sababu alikuwa anajua wakati wake unakuja. Alikuwa anajua huyu ambaye ananikimbiza, mwache anikimbize kwa sasa kwa sababu wakati wangu unakuja. Yaani hakuangalia ile Sauli analomfanyia kwa wakati ule. Alimwangalia Bwana wa majeshi, alimwambia, nimekupaka mafuta, nimekuchagua. Wewe ndiye mfalme ujaye. Chochote unachokiona unapitia kwa sasa ni kwamba mimi nitakisimamisha. Amen. Kwa hiyo haijalishi ni kwamba watu wanasema nini, yaani wewe usiangalie, angalia Mungu amekuitia safari gani. Kaza mwendo kwenye safari yako. Kama amekwambia hii ni ambapo nimekupa, ni ambapo chukua ondoka. Kwa sababu anasema pale nilipokupa, pale ulipokanyaga nimekupa. Amen. Pale ambapo Mungu akiwa amekupa unamiliki na kutawala, kwa sababu ni kwamba ni yeye amekupa, ni cha kwako, ulimwomba Mungu. Imagine umemwomba Mungu, umefunga, alafu Mungu amekupa. Hapa nini sio cha kwako? Maana yake ni kwamba wewe focus na kile ambacho Mungu amekupa. Kilikuwa ni kile unabadilisha, msema hiki kitakuwa hivi na kiweka pale. Ikile wewe usile sana, kaa hivi, kula hivi. Wewe fanya hivi, wewe ruka. Wewe unaruka unafanya mazoezi. Jima hivi fanya hivi tunapaswa. Yaani unakipenda, unajua kitu ukikipenda, yaani kitu kianza kukichukulia serious unakipenda. Amina. Yaani hata ambao unahisi umpendi leo mchukulie serious, kesho utampenda. Yaani unayemuona ni kwamba amekaa hivi kushoto. Wewe angalia kushoto kwake useme, kumbe akiruka hivi anakaa sawa. Basi wewe unaruka hivi. Utashangaa anakaa sawa, alafu kesho utampenda. Kwa sababu umefocus na kile kitu. Yaani vitu vya nje visikusugurishe. Amen. Yaani focus na kile alafu utakipenda. Yaani unajua kuna ile step unakuwa unasema, huyu mtu akikaa hivi nikimwekea kimguu hivi, atakaa hivi. Ataenda sawa. Unapenda vile ambavyo yaani unapenda mikogo yake. Yaani do not compare. Amina. Ukikompare ile mikogo yake usioipenda. Yaani unajua siku moja alikuwa na zamani kwa naongea na bibi yangu. Baba zamani anatuambiaga wanakaa na dawa zao zinadumu mpaka mwisho. Najiuliza kwa nini? Na wakati anakuwa ameletewa mume ambaye hamjui mpaka mwisho. Yaani ili kutaka kudumu ndio jifunze kumpenda yule mtu. Anaweza akaja, yaani ni kwamba unakuwa maana uko wanapewa waume hawajui ndio huyo ndio wako kwa yaani ndio zamani uondoki. Kwa hiyo unaweza kanena inabidi kujifunza kumpenda. Napenda hivi. Okay. Yaani anaanza kupenda hivi. Anaanza kufocus naye. Wale wote muone unajikuta automatically ana focus naye. Hajilinganishi na yule mtu mwingine. So ukijilinganisha unashangaa kile cha kwako hutokipenda tena, hutokijali. Ni sasa nimekwambia ukiwa na kigari chako unakuwa na kipiku, unakipeleka garage, unakifanyia service, unakifanyaje, unakipenda na watu wengine watakipenda kile kisha shika ile uliuzia kigari chako. Lakini ukaanza kuambia mwenyewe, do not compare yourself. Pia kitu kingine ambacho nataka naomba some Zaburi 37:17. 37 mstari wa 7. Zaburi 37:7 inasema, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Tulia kwa Bwana, umngojee kwa saburi.
Hiyo Zaburi inatuambia. Hapa nataka ujifunze kitu kimoja, kwamba usizalau hata siku moja hatua ulionayo. Hata siku moja hatua ulionayo kwenye maisha usizalau, kwa sababu mtu mwingine ana hatua nyingine. Ile hatua ulionayo ishukuru kwa ile hatua, anza kuipenda ile hatua. Hatua itaita hatua nzuri, hatua itaita, yani chochote ambacho ulichonacho kwa sasa usikizalau, kipende, kiombee, alafu kitainuka tena kwa upya, kitaanza kwa upya. Do not compare yourself. Mtu amepanga sijui anapanga nyumba nzima, hapo una chumba kimoja, kiheshimu kile chumba chako kimoja. Kitazaa chumba cha pili, kitazaa cha tatu, kitazaa cha nne. Yaani usijizalau. Tukisoma Luka 10:38 kuanzia 38 mpaka 42. 10:38. Ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amechagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii story ya kufurahisha. Huyu ni mtu na ndugu yake. Yeye anakuwa akihudumia, mwenzake anakaa kwenye miguu ya Yesu. Kachagua fungu kakaa kwenye miguu ya Yesu. Lakini pale neno linasema, anatuambia, Bwana, uone umeniacha nitumike peke yangu. Yesu akamuuliza Martha mara mbili. Yeye amechagua fungu lililo jema. Sasa kitu ambacho tukisoma hapa, Martha hakulalamika tu kuhusu kazi. Alianza kujikompea na ndugu yake Maria. Amekaa tu pale. Mbona amekaa tu pale? Kumbe yule ameshachagua fungu lake kukaa miguuni pa Yesu. Inawezekana pale miguuni ya Yesu ndipo anapokea upako, ndipo anapokea amani, ndipo anapokea nguvu mpya. Yeye anapomwona vile anajikompea, kwa sababu yeye fungu lake lilikuwa ni kuhudumu. Kwa hiyo kama ukiwa hata unahudumu, yani mtu mwingine hajahudumu, wewe don't care. Yaani wewe fanya vitu vya kwako ambavyo Mungu anataka ufanye. Usijilinganishe kwa nini unafanya. Yeye ni fungu ambalo alikuwa amechagua. Sasa hata kwenye huduma sometimes watu tunajilinganisha. Mbona hivi umefanya? Mbona Mungu sio amempa? Mbona Mungu sio amefanya? Ile ni safari yake. Safari yako inakuja. Amina. Safari yako ni tofauti na ya mtu mwingine. Safari yako unaweza, kuna mtu anaweza akaanza huduma akaanza na kanisa kubwa na watu 3000. Na mwingine ataanza nyumbani kwake yeye na mtoto wake na mke wake. Kwa sababu vitu vinatofautiana. The moment ukitaka na wewe uamke uibuke na watu 3000, uwezi. Kwa sababu safari yako ilikuwa inatakiwa uanze na mkeo. Yaani unajua Mungu, una wakati mwingine Mungu anataka wewe huduma yako ianze mpaka utakapomhubiri mume wako mpaka abadilike, aokoke, ndio hapo safari yako ya huduma inaanza. Yaani wewe unataka watu wa 300, kumbe wewe unatakiwa uhakikishe mume wako ameokoka, amempokea Yesu, au safari yako ya huduma inaanza. Ndio uchungaji wako unaanza nyumbani kwako. Mtumishi wako wa kwanza, kondoo wako wa kwanza anakuwa ni mume wako. Kwa hiyo unahisi umechelewa, Yesu anasema bado. Sasa hapa kwenye hiki kitabu Martha anasema, kwa nini mimi nafanya hivi alafu yeye afanye? Unajua sometimes mimi nikaa najiuliza, unafanya kwa nini Yesu akumwambia Maria, hebu amka bwana msaidie basi, mbona wewe umekaa tu hapa? Unafanya kwa nini Yesu akumwambia hivi? Kwa sababu alijua itampotezea muda. Yaani the moment anaanza kumwambia wewe fanye hivi, hata hiyo alikuwa sio shughuli yake. Shughuli yake ilikuwa ni nyingine. Yesu anamwambia, "Sasa, yaani umesumbuka na kufadhaika na mambo mengi.
Sababu anamuona yani ni kusumbuka. Ni kwa sababu kitendo cha kuwa unajua hadi mtu anapoleta kitu mbele kukisema maana yake anahangaika nacho muda mrefu sana. Yaani kimemuumiza muda mrefu sana. Amestruggle nacho mpaka aseme mimi ngoja niseme tu, yani ngoja niseme. Yesu akaona hilo, akamwambia, "Basi, umefadhaika na kusumbuka na mambo mengi sana." Yaani Yesu alimuonea huruma Martha. Yaani kijana si huduma zote anazofanya lakini anasumbuka na Maria. Kwa nini Maria tu anakaa miguuni pa Yesu? Ndivyo ambavyo tunakuwa tunahangaika na mambo ya watu. Ndivyo ambavyo mambo ya watu yanatupotezea muda. Ndivyo ambavyo tunashindwa kufocus na vitu vyetu, tunahangaika tunaangalia watu wengine. Ndivyo ambavyo sisi tunashindwa kuvipenda vile Mungu alivyotupa, tunaangalia vingine. Yaani Mungu amekuumba wewe ni mweupe, wewe jikubali wewe ni mweupe. Achana na mtu anayejiita black beauty. Yeye ni black beauty to hell. Wewe Mungu amekusababisha wewe uwe mweusi. Jipende na uso wako, chukua foundation vinavyoendana na wewe, jigubike, nenda tembea. Jipende, achana na mweupe. Wewe mweupe ni wa kwake. Do not compare yourself. Yaani the moment utaanza kukompea utafikiria nikanunue cream, nijipake, nipendeze, watu wanione. Hapana, ukiwa mweupe haupendezi. Mungu alikuumba bila akakupenda, anataka ujipende wewe. Utakapojipenda watu watakupenda wewe. Kuna dada mmoja ni model sio international code. Alitokea Tunisia na ana jina duniani. Ni mweusi yule dada, yani ni mweusi kama hisi. Yesu ni mweusi lakini yeye ni mweusi. Lakini hela anayoingiza huingiza. Kwa sababu anajipenda. Weusi wake ule ndio unaompa hela. Sasa akisema anaanza kujikompea sio na hao wengine akina nani, akina Naomi Kemp wa kina nani, angepata wapi hiyo hela? Anajipenda kwa wakati wake. Sasa Martha alikuwa na huduma yake ukiangalia. Lakini Maria alikuwa na sehemu yake. Sio kila mtu amepewa jukumu lako. Hilo ni jukumu la kwako, sio la mtu mwingine. Wewe pambana nalo tu. Sio kila mtu amepewa ndoa yako. Hiyo ni ndoa ya kwako, ihudumie ndoa yako. Sio kila mtu amepewa watoto wako, hao ni watoto wako, wahudumie watoto wako. Sio kila mtu amepewa wazazi wako, hao ni wazazi wako, pambana na wazazi wako. Yaani usitaki kutafakari watoto wa watu wengine. Sio kila mtu amepewa kazi yako, hiyo ni kazi yako, pambana na kazi yako. Do not compare yourself. Utapoteza muda. Utabaki unatamani, utakuwa na muda wa kuombea kazi yako, utakuwa na muda wa kuombea watoto wako, utakuwa na muda wa kupenda kipato chako, utakuwa na muda wa kufikiria jinsi gani uweze kuboresha zaidi kazi yako kwa sababu uko busy kuangalia cha mtu mwingine. Kisoma Mathayo 20 mstari wa kwanza mpaka wa 5 tusome. Mathayo 20 mstari wa kwanza anasema, "Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka, akakutana na wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima, uwalipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba, wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili tabu na hali za mchana kutwa.
Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Kupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni mfano ambao Yesu alitoa wafanyakazi waliokwenda kufanya kazi katika shamba. Kuna wengine walifanya kazi siku nzima, wengine walifika baadaye, lakini mwisho wa wote wakapokea malipo. Sasa wale waliofanya kazi kwa muda mrefu wakaanza kulalamika kwa sababu waliona wamepata sawa na wale waliokuja mwishoni. Sasa hii ndio changamoto kubwa. Wakati mwingine hatufurahii hata kile kidogo Mungu alichotupa. Tuko busy kuangalia alichompa mtu. Wakati mwingine hatufurahii hata yule mtoto wetu ambaye tumepewa darasani anakuwa mtu wa 20. Tuko busy kufocus na mtoto wa mtu mwingine ambaye anakuwa wa kwanza darasani. Unashindwa kumfurahia yule wako ambaye anakuwa kwa sababu tu amekuwa wa 20 darasani. Yaani uko busy kusema mtoto wa mama fulani nani anakuwa wa kwanza darasani. Wewe unakaa shuko unasema unakuwa wa mwisho. So what? Yaani mbona unakuwa unasoma? Wanaenda wanapenda Ulaya, wanaleta magari, wanaleta ndege. Wewe umekaa tu hapa. Hata si nini. So wewe unaleta ndege mimi sina ndege. Yaani hatupenda yule mtoto siku akiwa hayupo ndio anasema Mungu, mtoto wangu. Lakini kumfurahia, ulimcompare, ulimlinganisha. Wewe wanaangalia baba fulani, yeye anampeleka mke wake Dubai, anampeleka mke wake yani sio anampeleka, anampa mtu vizuri, si nampeleka Dubai sasa nifanye nijiue. Unakompea. Yaani badala umuombe huyu mtu, Mungu mpe kazi, Mungu mpe hela, na mimi anipeleke Dubai, na mimi afanye jambo jipya kwangu, na mimi anipende, asiwe ananijia nyumbani saa 4, aweze kuja nyumbani saa 1. Yaani uko busy na yeye kumuombea Mungu amuinue. Wewe uko busy kukompea na mtu wa baba fulani. Comparison. Busy. Baraka mtu mwingine alipunguza baraka zake. Kesho nilekea kumalizia. Sasa jambo la msingi ambalo tunatakiwa kukumbuke, kila mtu ana majira yake. Ukisoma Mhubiri 3:1. Mhubiri 3:1 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Habakuki 2:3 inasema, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Ijapokawia, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Hili neno likae kwa wingi ndani yako. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kwa hiyo angalia, tuseme kwamba nimemwomba Mungu kitu gani, nimetaka Mungu anipe nini, nimekiishirizia kwa nini. Yaani Mungu anasema kwamba ijapokawia ingoje. Yaani haijalishi unaona kwamba haipoe, ijapokawia ingoje. Yaani hii Habakuki ikae kwa wingi ndani yako. Ile ndoto, ile mbegu imekawia, lakini inaingojea. Ile ahadi imekawia, lakini inaingojea, kwa sababu neno la Bwana ni amina na kweli. Tatizo ni kwamba tunakompea tu na watu wengine. Wewe watu Mungu amesha huyu amefanya kazi miaka 10, sasa hivi ni manager. Mimi ni office attendant, kila siku tu nafagia tu, Mungu hata aniona. Wewe wakati wako utafika, utakuwa CEO wa kampuni yako ya wafagizi. Utafungua kampuni yako ya kufagia, afu unakuwa CEO huko Kenya. Kwa sababu huko ndio wito Mungu ambao amekuandalia. Sasa kumbuka Mungu anaweza kuwa anakuandaa katika kile unachozani ni kuchelewa. Hapa tukisoma Mwanzo 37:41. Mwanzo 37:41.
Mwanzo 37:21. Mwanzo 37:21. Yes. Rubeni akasikia, akamuokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. 22. Rubeni akawaambia msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao. Akamrudisha kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni story ya Yusufu. Yusufu aliota ndoto akiwa kijana. Sasa lakini baada ya kwenda moja kwa moja kwenye utawala alipitia vitu vichache. Moja, shimo. Tupo kwenye shimo. 2, utumwa. Nyumba ya Potifa kama unakumbuka. Alafu gereza, alafu ameingia ikulu. Hiyo ni safari fupi ya Yusufu. Unajua wakati nikisoma hiki tulikuwa nasema light kama Yusufu angejilinganisha na ndugu zake. Angeweza kusema kwa nini mimi niko gerezani alafu ndugu zangu wako nyumbani? Hakujilinganisha. Mungu alikuwa akifanya kazi kwa mchakato. Yusufu alipewa ndoto ya kuwa kiongozi mtawala tangu akiwa mdogo. Lakini ile ndoto ikampitisha shimoni, ikampitisha utumwani, ikampitisha gerezani, ikampitisha kwenye jaribu la mke wa Potifa, ikampeleka ikulu. Light kama angekompea nafsi yake kwa chochote hapa, ile ndoto ingeiruka. Kwa mara nyingi tunapojikompea na watu wengine, vitu vyetu tunavyokuwa tunatakiwa Mungu ametuandalia vinaondoka, kwa sababu tutaanza kukompea. Utashindwa kufocus na kile kitu ambacho Mungu amekupa, utaanza kutamani cha mtu mwingine. Kwa akili yako yote inakuwa busy kuitazama kile kitu ambacho Mungu amekupa cha msingi kinaondoka. Ndoto ya Yusufu haikufa kwa sababu alibeba maono yake, akatembea nayo mpaka mwisho wa siku ikasimama. Yaani wewe kama una ndoto na watoto wako, wewe tembea nayo. Kama umeshaona kwa ndoto mtoto wako atakuja kuwa waziri wako, wewe simama na ile ndoto. Hata kama mtoto anakuwa leo wa mwisho, wewe amini ya kwamba atakuwa waziri mkuu. Amina. Kwa sababu wewe unaisimamia ile ndoto. Usijilinganishe ukasema kwamba siku na alikuwa amefanyaje, ameandaliwa. Hapana, wewe Mungu amekupa ndoto gani kuhusiana na mtoto wako? Mungu amekupa ndoto gani kuhusiana na ndoa yako? Mungu amekupa ndoto gani kuhusiana na biashara yako? Mungu amekupa ndoto gani kuhusiana na kipaji chako? Achana na watu wanasema nini. Watu hawakusaidii kwa chochote. Yaani unapotaka vile hiwe ndivyo unavyotaka. Mungu anaangalia neno lake ili alitimize. Haangalii watu wanakuwa wanasema nini. Na kuacha na maswali machache ambayo unatakiwa ujiulize. Kitu ambacho kabla sijaanza kusoma natakiwa uelewe. Usihukumu safari yako kabla Mungu hajamaliza simulizi yako. Usihukumu safari yako kabla Mungu hajamaliza simulizi yako. Yaani kitu ya msingi sana. Usihukumu safari yako. Kama Mungu atakapomaliza simulizi yako, Mungu bado anasimulia. Wewe kwa nini unahukumu? Usihukumu safari yako. Maswali ya msingi cha kujiuliza. 1. Niko wapi katika mpango wa Mungu? Hiyo utasoma kwa wakati wako wa Filipi 1:6. Niko wapi katika mpango wa Mungu? Ambapo hapa tukiangalia hivi vitu unatakiwa uelewe. 1. Mungu hajamaliza na wewe. 2. Usijione umechelewa kwa sababu mtu mwingine amefika alipokuwa anataka. 3. Usijione umeshindwa kwa sababu mtu mwingine ameshinda. Never. Yeye ameshinda kwa wakati wake, na wewe utashinda kwa wakati wako. Hata kama utarudia mwaka utashinda.
Yaani point ni kushinda. Haijalishi nashindaje, lakini nitashinda. Hata kama nitarudia shule nitashinda. Hata kama sijui nitafanyaje nitashinda. Hata kama lakini nitashinda. Key thing ni kushinda. Haijalishi nitashinda. Nyingine unatakiwa usijione umesahaulika kwa sababu mwingine anapokea majibu. Mungu bado anaandika story yako. Yaani Mungu story yako bado anaiandika. Kila siku ukiamka unasikia kitu kipya, ndio maana utapata kazi mpya, ndio maana utapata ndoa, ndio maana leo utacheka, ndio maana utapata furaha tena, ndio maana sio utachaguliwa sio kuwa nani, ndio maana pale kwenye mtaa watakuchagua wewe, ndio maana tutakuja kuomba ushauri kwa sababu Mungu anaandika story yako. Kila siku Mungu anaandika story yako. Kwa sababu unajua cha msingi sana tusikompare. Kwa mfano kama ukiangalia Petro alitazama Yohana akanajikompare. Masa alitazama Maria. Wale wafanyakazi waliokuwa wametangulia wakawatazama wale waliokuja baadaye wakapata ujira sawa. Lakini pia Daudi angeweza kumtazama Sauli lakini yeye hakutazama. Lakini Yusufu angeweza kutazama ndugu zake lakini hakutazama. Alijiangalia yeye na ndoto yake. Lakini hawa watu wote ukisoma, Mungu alikuwa na safari tofauti na kila mmoja. Huyu Mungu mmoja. Lakini hawa watu wote Mungu alikuwa na safari zao tofauti wote. Hata kusoma Ibrahim, hata kusoma. Ndio maana nikana kwa siku ile kwamba Mungu alimwambia Ibrahim, ondoka hapo paka katika nchi nitakayokuwa nimekupa. Lakini wakati analitibu Yeriko, Elia alitibu chanzo. Hakuambia watu waondoke hapa waende waame. Kwa sababu safari za hizi vitu vilikuwa ni tofauti. Mungu bado anaandika historia yako. Ndio maana Yesu alimwambia Petro, wewe nifuate. Hii ndio siri. Moja, tutazame sana upande. Focus. Mbili, tutazame nyuma. Umeshaamua kusonga mbele, nenda. Ni sawa sana mtu anaamua kuingia kwenye mahusiano, anaangalia mahusiano ya mwisho, anamkumbuka ex wake, anakumbuka vitu alivyofanya. Unakumbuka nini? To hell. Yaani umeshaamua kufocus na kuanza na maisha na mtu, angalia mbele, do not rudi nyuma. Yaani ni sawa sana vile wana wa Israeli wako mbele wanasonga Kanaani wanaikumbuka Misri. Yaani Mungu alichukia akawasambaratisha. Jambo la msingi, usitazame sana safari ya mwingine. Alafu jambo zuri, mtazame Yesu. Amina. Na endelea na safari yako. Amen. Mtazame Yesu. Alafu endelea na safari yako. Utasoma kwa wakati wako wa Galatia 6:4 mpaka 5. Kifupi nasema, lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Yaani do not pima mawazo. Usimtazame mimi, wewe jitazame wewe. Mimi nina ya kwangu. Mtu mwingine ana ya kwake. Yaani wewe usidanganyike. Sasa nataka ukiwa utatulia muda mchache ukitafakari bebe yetu. Wakati unatafakari hapo, tafakari. Nataka utafakari bebe yetu. Nataka safari yoyote ulionayo, wazazi aliokupa, watoto waliokupa, familia Mungu aliokupa, biashara aliokupa, kazi aliokupa, ndoa aliokupa, ndio kwamba Mungu hakukosea kukupa hiyo kitu. Kinachoonekana ni kama tu kuchelewa. Lakini kinaweza kufadia. Mungu bado anaandika historia yako. Ukajikiri jina langu, ukasema nitakufuata Yesu, uwe baba na mwokozi wa maisha yangu. Twende. Jiulize tu. Ni nani anayejenga shana yako sasa? Kwenye watoto, kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara. Jiulize tu. Swali la tatu jiulize. Je, ninajaribu kuishi majira ambayo Mungu hajaniweka bado? Jiulize tu kwamba hiki ninachojaribu kuishi kwa sasa, lakini nataka kuishi majira ambayo Mungu hajaniweka.
kwa mujibu wa Mhubiri, kila jambo na majira yake na wakati wake. Kuna majira unaishi kama maisha ya ndoa wakati hauko kwenye ndoa, na wakati unaishi maisha ya kuwa kama mtu ambaye uko kwenye ndoa wakati uko kwenye ndoa. Swali la leo ujiulize, Mungu anataka nijifunze nini katika hatua niliyopo sasa? Pengine kuna magumu unapitia, Mungu anataka ujifunze nini? Pengine kuna huzuni unapitia, Mungu anataka ujifunze nini? Pengine kuna struggle unapitia, Mungu anataka ujifunze nini? Pengine kuna vitu unaona haviendi, Mungu anataka ujifunze nini? Pengine una furaha sana, Mungu anataka ujifunze nini? Pengine mambo yanaenda vizuri, Mungu anataka ujifunze nini? Swali la 5 na la mwisho. Je, niko tayari kusema kama Petro, Bwana, mimi nitakufuata? Uko tayari kusema kama Petro, Bwana, mimi nitakufuata? Wakati huu naomba niwakaribishe waimbaji. Wakati tunaendelea kutafakari hayo, kuna maombi kidogo hapa nitakupitisha. Ikiwa wanaendelea kujiuliza haya maswali, na swali la mwisho linasema, sema kama Petro, Bwana, mimi nitakufuata. Swali la msingi la wewe kujiuliza. Ukikumbuka kwamba Mungu hajakosea kukupa safari tofauti. Kinachoonekana kama kuchelewa kwako kinaweza kuwa maandalizi yako. Usijilinganishe na mtu yoyote. Mungu hajakuita ujilinganishe. Mungu amekuita kufanya jambo jipya. Anaandika historia kwenye watoto wako. Mungu anaandika historia kwenye kazi yako. Mungu anaandika historia kwenye biashara yako. Mungu anaandika historia kwenye chochote ambacho amekupa. Mungu anaandika historia kwenye moyo wako. Kwa chochote unachopitia, amini kwamba Mungu bado anaandika historia yako. Yaani historia yako bado haijaisha. Kwa wakati huu nitaomba usimame, tukiwa tunaelekea kuomba ili ombi fupi. Maneno haya nipatishe wakati tukizungumza maneno haya. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, nisamehe kwa nyakati ambazo nilizalau safari yangu.
kwa sababu nimeangalia safari ya mtu mwingine. Nisaidie kutambua majira yangu, kuthamini ulichoweka mkononi mwangu na kukuamini hata nisipoona mwisho wa safari. Niondoke katika roho ya kujilinganisha na unirudishe kwenye kusudi lako juu ya maisha yangu, kwa kusema Bwana, wewe unifuate, kwa sababu bado unaandika historia yangu, bado unaandika historia yangu. Hebu nenda mbele za Bwana. Asante Jehova. Angalia wakati huu tunapokuja mbele zako, tumetambua kusudi lako. Tumetambua ya kwamba hatupaswi kujilinganisha. Wewe ni Mungu unayeandika historia zetu. Tunaamini ya kwamba bado unaandika historia zetu. Angalia, tumelinganisha watoto wetu na watoto wa watu wengine. Tumelinganisha maisha yetu na maisha ya watu wengine. Tumelinganisha jambo letu na jambo la watu wengine. Tumelinganisha vipaji vyetu na vipaji vya watu wengine. Leo tumetambua kusudi lako Jehova. Leo tumetambua ya kwamba hatupaswi kujilinganisha. Wewe bado unaandika historia zetu. Wewe bado unaandika stori zetu. Wewe bado unaandika kile ambacho umekiweka ndani yetu Jehova. Hebu tupe mwanzo mpya tena kwa siku ya leo Jehova. Utupe roho ya kutokujilinganisha. Utupe roho ya kufocus na wewe. Tupe roho ya kutambua majira yetu. Tupe roho ya kutambua nyakati zetu. Kwa sababu Jehova, tunapotambua majira yetu, tutaweza kuishi majira yetu na nyakati zetu. Tutaweza kutambua Jehova. Tutaweza kuishi majira yetu Jehova. Kalia wakati tunapokuja mbele zako Jehova, tukiomba utakaso kwa upya, tukiomba tuanze safari kwa upya, tukiomba tutembee tena kwa upya, tukiomba Jehova uweze kutupa kitu kipya, kwa sababu wewe ni Mungu unayeweza. Safari yetu iandike tena kwa upya, tukapate kuanza kwa upya Jehova, kwa sababu wewe bado unaandika historia yetu Jehova, kwa sababu wewe bado unatembea nasi Jehova, kwa sababu wewe bado unafanya jambo jipya tena ndani yetu. Wewe ni Yawe, wewe ni Yawe, wewe ni Yawe, wewe ni Yawe, wewe ni Mungu toshaye, wewe ni Mungu unayeandika kwa upya, unaandika historia.